jana ambapo ameanza kutufundisha juu ya ufalme wa Mungu, na ninatumaini wote tulikuwepo, na kama pia hata hatukuwepo lakini tumepata nafasi ya kusikia kile ambacho jana Mungu alitufundisha. Lakini pia kama haujapata nafasi ya kusikia, basi nadhani video ipo YouTube kule, unaweza tu kaenda kuangalia, na natumaini itakuwa njema sana kama tukianzia mwanzo kule ambako tulianza pamoja. Sasa leo moja kwa moja tutaenda kwenye kitabu cha Yohana. Tumekuwa tunaongelea ufalme wa Mungu, na tuliona tokea jana Yesu anaanza kuhubiri, anawaambia watu kwa mara ya kwanza. Yesu anaanza kuhubiri, anawaambia wakati umetimia na ufalme wa mbinguni umekaribia. Ni Yesu huyo akiwa amekuja, na tukajifunza kwamba yeye ndo aliyekuja kuturudisha sisi katika ufalme wa Mungu. Ndo tukaangalia kwenye kile kitabu cha Kolosai, ile sura ya kwanza mstari wa 13, ambao alisema akatuhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza akatuleta kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake. Kwa hiyo tukaangalia sasa tayari tulivyokuwa tumeingia ndani ya ufalme, tukaona kwamba tukishaingia ndani ya ufalme tunaingia kama watoto, maana Yesu mwenyewe ndo aliyetuambia kama mtu asipopokea huo ufalme kama mtoto hawezi akaingia. Kwa hiyo tukiingia ndani ya ufalme tunakuwa ni watoto, hatujui sisi ni akina nani, tuna vitu gani, tuna uwezo gani, na tunatakiwa kufanya nini. Kwa sababu ukishakuwa ndani ya ufalme, na tena sisi sio tuko ndani ya ufalme, lakini pia tu warithi pamoja na Kristo. Kuna malaika ambao wako humo kwenye huo ufalme, kuna viumbe vingi ambao viko kwenye huo ufalme, lakini sio warithi. Lakini sisi tuko tu warithi pamoja na Kristo. Kwa hiyo mrithi kuna majukumu ambayo anakuwa nayo, anakuwa na majukumu ya baba. Sasa na tukaona, kwa hiyo kumbe kuna namna ambayo tunaweza tukaendelea kubaki kama watoto kama tukijua tumefika, lakini Yesu yeye alikuja kutuingiza kwenye ufalme, na safari yetu ndiyo ikaanzia hapo. Yaani safari yetu ndiyo ikaanzia hapo kwenye kujijua ni akina nani, kujua tuna wajibu gani, tuna majukumu gani, lakini pia tuna uwezo gani kwenye kuyatimiza hayo mapenzi ya baba. Kwa sababu siku zote mwana jukumu lake ni kuyatimiza mapenzi ya baba. Kwa hiyo sasa jana tulipita juu tukaangalia kidogo asala ya kutokujua wewe ni nani, au ukiendelea kubaki kama mtoto kwenye ufalme, tukaona kwamba utaendelea kuishi kama mtumwa. Ndio tukaona kwenye kile kitabu cha Galatia sura ya 4 mstari wa 4, ndio akanatuambia kwamba Galatia sura ya 4 mstari wa kwanza akanatuambia mrithi akiwa mtoto hana tofauti na mtumwa. Kwa hiyo tukawa tunaona sasa kumbe kuna uhitaji wa sisi kukua ndani ya huo ufalme, ili hata watu ambao tutakuja kuwazaa nao tuwe tuna uwezo wa kuwaleta kwenye kiwango ambacho sisi tupo, ambacho sana sisi kiwango chetu ni kuja kumfikiria Kristo. Nadhani tulisoma kwenye kile kitabu cha Waefeso sura ya 4 ule mstari kuanzia 11 kushuka chini. Kwa hiyo ukiangalia hivyo vitu vyote vilikuwa vinaonyesha umuhimu wa kukua. Ndio maana sasa tukaja kuona moja ya jukumu ni kuwaleta wengine ndani ya huu ufalme, kama Yesu alivyotumwa na baba akaja kutuleta sisi ndani ya ufalme. Kwa hiyo na sisi tukapewa jukumu la kuwaleta wengine ndani ya ufalme. Sasa na tukaona tunapewa jukumu sio tu la kuwaleta, lakini la kuwafanya nao waje kwenye kile kimo ambacho sisi tupo. Kwa hiyo yule utakayemleta jinsi atakavyokuwa inamtegemea sana na aliyemleta.
Ah, sasa leo tutaendelea kwenye kitabu cha Yohana sura ya 14 ambayo jana tulipeana pia tukasome. Tutasoma Yohana 14 ule mstari wa 6 ambapo Yesu aliwaambia kwamba mimi ndimi njia na kweli na uzima. Nadhani hapo tunaona kama tunakuwa tunaona. Yeah, ndio tunaona. Okay, sawa. Sasa Yesu akawaambia mimi ndimi njia, akaweka koma, akawaambia tena na kweli. Tena tunaona kuna alama ya anapumzika, anaambia tena na uzima. Kwa hiyo kwa maana nyingine huyu Yesu unaweza ukamjua Yesu kama njia, unaweza ukamjua Yesu kama kweli, na unaweza ukamjua Yesu kama uzima, na unaweza ukamjua Yesu kwenye uhalisia wake wote. Sasa akaendelea mbele akawaambia mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hiyo anapoendelea mbele anaelezea kwenye eneo la njia, anawaambia mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Tunaona hapa ikambidi aanze kuelezea kuhusiana na yeye kama njia, alafu akaendelea. Kwa hiyo sitaki kushuka huko chini sana, lakini wengi wetu, asilimia kubwa ya kanisa au asilimia kubwa ya waamini, sisi tumeishia kumjua Yesu kwenye eneo hili kama njia. Yaani tumeishia kumjua Yesu kama njia, kwa sababu tunajua kupitia Yesu ndipo ambapo tunaweza kwenda kwa Baba. Yaani nikimwamini Yesu ndipo ninamuona Baba. Ni kweli, kwa sababu maandiko yenyewe yanatuambia hivyo. Kwa sababu Mungu ndiye muumba mbingu na nchi na kila kitu kilichopo. Kwa hiyo hawa watu wote wametokana na Mungu. Yaani Mungu kweli, hawa watu wote ni watu wa Mungu. Kwa hiyo wote wanamjua Mungu kama Mungu. Lakini kuna wachache ambao wanamjua Mungu kama Baba. Ndio maana Yesu anawaambia mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kuna wakati alisema kwamba Mungu wetu, Yesu alikuwa anawaambia kama Baba yenu wa mbinguni anawanyeshea mvua watu walio wema na watu walio wabaya. Unaona? Kwa sababu yeye ni Mungu na kila kitu ambacho kipo duniani ni yeye ndiye sababu ya hicho kitu kutokea hapo duniani. Nisemee tu kwa watu. Kwa hiyo watu wote kweli, ndio maana hata leo hii mtu akiondoka hapa duniani watu wanasema Mungu alitoa na Mungu ametoa, kwa kila mtu. Lakini kitu ambacho sasa kinakuja kutofautisha hili kundi kubwa na hili kundi la watu wengine wadogo ni kwamba pale ambapo wanaenda kwa Mungu kama Baba, ndio maana sasa kwenda kwa Mungu kama Baba inahitaji hiyo njia ambayo inaitwa Yesu. Kwa hiyo wote hasa wengi waamini, hii ndio nafasi ambayo tumemjua huyu Yesu. Kwa nini natokea huku? Kwa sababu tumeanza toka mwanzo tukasema tumepewa mzigo huu wa kuwaleta wengine ndani ya huu ufalme wa Mungu. Lakini lengo tu sio kuwaleta ndani ya ufalme wa Mungu, inatakiwa tuwalete na tuhakikishe wanakuwa kama sisi. Sasa hawawezi wakawa kama sisi hatujawa kama Kristo, kwa sababu lengo lao ili nao, yani lengo la huu ufalme ni ili wote tumfikirie Kristo.
Waefeso ile alituambia tufikirie utimilifu wa cheo cha kimo cha Kristo. Kwa hiyo sisi yatajua tumfikie Kristo. Alafu na hawa wengine tunaowaleta inabidi nao tuwalete mpaka pale tulipo sisi ambapo yupo Kristo. Sasa kwa nini imetokea huku kote? Kwa sababu gani? Sisi tumemjua yeye kama Baba kwa sababu tumemjua Mungu kama Baba kwa sababu tumemwamini Yesu. Na Yohana kwenye ile Yohana sura ya 1 mstari wa 12 anasema kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo sisi tulivyoamini tukapewa nafasi ya kuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo kupitia njia ambaye ni Yesu sisi tunamuona Baba. Sasa kuna sehemu sasa ukianza kuona hivi, ndio maana kwenye maisha yetu yote kila sehemu tukawa tunamuona Yesu kama njia. Mfano kwenye kitabu cha Yohana ile sura ya 3 mstari wa 16 ambapo anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo tukaona kumbe namna ya kupata uzima wa milele ni kupitia Yesu. Sasa kwa hiyo tunajua kuja kwa Yesu tutakuja kupata uzima wa milele. Hicho ndio kitu ambacho kwa sababu tulimjua yeye ndiye njia ya sisi kupata uzima wa milele. Yaani tumemjua Yesu kwamba yeye ndiye njia ya sisi kupata uzima wa milele. Ukisogea tena ukisoma kwenye kitabu kile cha Warumi sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 10 pale alikuwa anasema ukimwamini Yesu, ukiamini kwa moyo wako na ukakiri kwa kinywa chako ya kwamba Mungu alimfufua katika wafu utaokoka. Kwa hiyo tunaona kwamba tukimwamini Yesu tutaokoka. Hivyo vyote tunavifahamu au tunavijua wakati tunamwendea Yesu kama njia. Tunamwendea Yesu kama njia. Kwa nini nimetokea huko? Kwa sababu ukiangalia hata kwenye kitabu cha Mathayo ile sura ya 11 mstari wa 28 Yesu alikuwa anawaambia njooni kwangu nyinyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo nami nitawapumzisha. Kwa hiyo nikija kwa Yesu nitapumzishwa. Kwa nini natokea huko kote? Nataka sasa uanze kuona baada ya kuingia humu kwenye ufalme yale mambo ya nitaa yanaendelea kuwa kwenye kiwango chetu cha utoto. Tutaendelea kumwona Yesu kama njia ya kuja kutupatia uzima wa milele. Kama tukiendelea kuwa kama watoto, tutaendelea kumwona Yesu kama atatupumzisha. Yaani tumeingia ndani ya ufalme wa Mungu, lakini tutaendelea kumwona Yesu kwamba atatupumzisha kama tukiendelea kumjua kama njia. Na tumaini tu kidogo mtanielewa. Tutaelewa hiki kitu ambacho Mungu anatamani tukielewe. Nimeingia ndani ya ufalme wa Mungu. Nikipatwa na shida au mizigo au maskini, kila aina ya mizigo, sijui magonjwa, kila nini, nikiwa kwenye kiwango cha mtoto, nikiwa namfahamu Yesu kama njia, nitajua kwamba Yesu ataniponya. Yesu atanitoa kwenye huu maskini. Yesu atanitoa kwenye haya mateso. Yesu atanitoa kwenye hizi shida. Unaona? Hiyo yote inakuja tu pale ambapo ninamjua Yesu kama njia. Ninajua tu atafanya. Ninakuwa najua tu atafanya. Kwenye kila kitu ambacho ninakuwa ninajua, ninakuwa tu ninajua Yesu atafanya kwa sababu yeye ndiye njia. Kwa kuna kitu nakiona mbele ambacho ninajua kwamba Yesu atafanya. Yaani kupitia Yesu
Baba atafanya. Kwa hiyo kupitia Yesu nitamuona Baba, kupitia Yesu nitamuona Baba akiniponya, kupitia Yesu nitamuona Baba akinisaidia, kupitia Yesu nitamuona Baba akinitoa kwenye umaskini. Hivyo ndio ambavyo waamini wengi tumeendelea kuishi kwa huo uelewa. Kwa sababu gani? Hiyo ndio ilikuwa sehemu pekee ya kutuleta si ndani ya ufalme wa Mungu, yani njia. Kwa hiyo kila kitu ambacho kipo ndani ya ufalme wa Mungu tulikuwa tunakipata kupitia ile njia. Lakini sasa tulivyoingia kwenye ufalme wa Mungu, lugha yetu inabadilika, kwa sababu pale tunatakiwa tuanze kutolewa kutoka kwenye tuta na tuanze kuona tume. Kwa sababu kumbuka, Yesu alivyoanza kuhubiri aliwaambia ufalme wa Mungu umekaribia. Lakini tukisogea mbele anawaambia akatuhamisha. Sasa tena sio umekaribia, tayari na maana umetimia. Akatuhamisha kutoka kwenye ufalme wa giza akatuleta kwenye ufalme wa mwanae mpendwa. Kwa hiyo tayari vile ambavyo tulikuwa tunaambiwa vita sasa hivi vimee. Ndio maana sasa ukiangalia maneno ya Mungu yakawa anatuambia ile Yohana sura ya 3 mstari wa 16 akawa anasema kila aaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Ni kitu ambacho kinakuja baada ya kuamini. Sasa Yohana huyo anakuja kutuandikia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 13. Anatuambia hivi, ninawaandikia ninyi mambo hayo ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Kwa hiyo sasa hivi sio tena kitu ambacho anawaambia sasa ninyi mna uzima wa milele. Hasa hapa ni sehemu gani? Hiki ni kitu gani ambacho, yani hii ni eneo gani? Ni tofauti na Yesu? Hapana. Ndio maana Yesu alijitambulisha kwenye ile Yohana sura ya 14 mstari wa 6 akasema mimi ndimi njia, lakini akaendelea akasema na kweli. Kwa hiyo baada ya kunijua mimi kama njia, unatakiwa unijue mimi kama kweli, na baada ya kunijua mimi kama kweli, unatakiwa unijue mimi kama uzima. Sasa nimekuonyesha tu maeneo ambayo tulimjua Yesu kama njia, lakini wengi tumeendelea kumjua Yesu kama njia hata baada ya kuingia ndani ya ufalme. Kwa sababu tukipata shida tunasema Mungu atafanya. Tukiwa labda hali yetu ya maisha iko chini, yani tunaona hali ya maisha iko chini, tunasema Mungu atatuinua. Inakuwa ni kitu ambacho tunakitarajia, yani kama ni kitu ambacho kitakuja huko mbeleni. Sasa Yohana anakuja kutuambia, kwa sababu kuna mtu anasema mimi nataka tu niuone uzima wa milele na nimwamini. Kuna kitu tu ambacho bado, yani kuna kiwango ambacho bado anamjua Yesu kama atakuja kumpatia uzima wa milele, kwa sababu uzima wa milele ni maisha ya kimungu ndani ya mwanadamu, maisha ya Mungu ndani ya mwanadamu, uzima wa kimungu ndani ya mwanadamu. Kwa hiyo kuna mtu bado amemwamini Yesu, ameingizwa kwenye ufalme wa Mungu, anaamini nitakujaga kupokea maisha ya Mungu ndani yangu. Lakini Yohana anaambia ili mjue. Kwa hiyo ina maana hiki kitu tulikuwa hatukijui, yani tumeingia lakini hatukijui. Anasema ninyi mnaoliamini jina la mwana wa Mungu. Kwa hiyo kuna sehemu ambayo ukiliamini jina la mwana wa Mungu umeingia kwenye ufalme. Nakumbuka tumetoka kule, umekuwa mtoto. Lakini Yohana anasema hivi, kwa sababu nyie mnaliamini jina la Yesu, jina la mwana wa Mungu ambaye ni Yesu, mmeingizwa ndani ya ufalme wa Mungu. Anawaambia sasa mnatakiwa mjue
Ndio maana kwenye Yohana sura ya 8 mstari wa 32 anasema, nanyi mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Unaona, anasema nanyi mtaifahamu kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Kwa hiyo baada ya kuingia humo, kuna mizigo ambayo tulikuwa nayo, lakini hatutaki tena kuendelea kubaki na hii mizigo. Hasa hii mizigo inaanza kutolewa kwanza kwenye ufahamu, kwa sababu kwenye ufahamu ndipo kuna shida. Ndio maana anasema kwamba tena mtaifahamu. Kwa hiyo ni kwenye ufahamu. Ndio maana Yohana sasa anasema, nimewaandikia mambo haya ili mjue ya kuwa mnao uzima wa milele. Inasikia labda mwingine anasema sasa na mbona bado tuna bado hatuishi, yani anajua labda ni kuendelea kukaa na huu mwili. Hapana. Timotheo alikuwa anatuandikia kwenye Timotheo wa kwanza na sura ya 4 mstari wa 8 anasema hivi, kwa maana kujizoeza kupata nguvu za mwili kwa faa kidogo, lakini utauwa hufaa kwa mambo yote. Yaani unayo ahadi ya uzima wa sasa na ule utakao kwako baadaye. Kwa hiyo kuna uzima wa sasa ambao tayari yule anayemwamini Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anapokea ule uzima wa milele, yale maisha ya kimungu. Ina maana yeye analo tumaini milele. Kwa hiyo kuondoka kwake hapa duniani sio tena kunakuwa ni kifo, kunakuwa ni kuondoka. Yaani sisi kwa maana nyingine, sisi ambao tuko ndani ya Yesu, sisi ambao tuko ndani ya ufalme wa Mungu, kwetu tena hakuna kufa, kwetu kuna kuondoka. Kwetu kuna kuondoka. Kwa sababu gani? Ni kwamba tumeshamaliza kazi ya sasa, kwa sababu tumewekwa hapa kwa ajili ya kazi ambayo tukishamaliza hii kazi inatubidi tuondoke, kwa sababu kuna maisha ambayo ni zaidi ya haya ambayo tumeyapokea. Yaani kuna uhalisia, kwa sababu sasa hivi tunaona hadi miili yetu inakuwa inaharibika, unakuwa unaenda unazeeka. Lakini kitu ambacho tunakuwa tunashindwa kukielewa ni kwamba sasa hivi tunajiona ni kama watu wengine, lakini kwa sababu tumeshatolewa na maneno ya Mungu yatuambia sisi ni viumbe vipya. Kwa hiyo ina maana sasa hivi ninaondoka kwenye kwamba ninategemea kupata uzima wa milele. Nimeshapewa uzima wa milele, nimeshapewa maisha ya kimungu ndani yangu. Kwa hiyo ninaanza kuyaishi hayo maisha hapa duniani. Ndio maana sasa kule tulikuwa tunaambiwa ukiamini kwa moyo wako na ukikiri kwa kinywa chako utaokoka. Lakini ukisogea kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 2 mstari wa 5 anasema mmeokolewa kwa neema. Kwa hiyo tena sio tena kitu ambacho tunatarajia, ni kitu ambacho tayari kimeshatimizwa. Sisi tumeokolewa. Hiyo ni eneo la kumjua Yesu kama kweli. Yesu alisema kwamba njooni kwangu nyewe mnaosumbuka na mizigo nami nitawapumzisha. Na mizigo alikuwa anaielezea. Hadi huko walikuwa wale wagonjwa na nini. Lakini kuna eneo la kumjua Yesu. Isaya anatufunulia kwenye Isaya 53 mstari wa 5. Anatuambia kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa hiyo mimi kama ugonjwa labda unapokuwa umepata nafasi ya kuja kwangu, kitu ambacho ninakuwa ninakiona, sioni tena kwamba Yesu ataniponya. Natakiwa tukujua kwamba Yesu kwa alipopigwa pale msalabani, kumbe tayari uponyaji umeachiliwa ndani yangu. Kuanzia pale ina maana anaanza kuambia kumbe huu ugonjwa wewe sio sehemu yako, kwa sababu tayari Yesu alishafanya hiki kitu. Yaani wewe sasa hivi sio sehemu yako. Umaskini huu, kwa sababu maneno ya Mungu yanasema kwamba alifanyika maskini ili sisi tena tusiwe maskini.
alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Kwa hiyo haijalishi nimezaliwa kwenye familia maskini, lakini kwa sababu tu nimeshaingizwa kwenye huu ufalme na nimeshafanywa kuwa mrithi pamoja na Kristo, haijalishi mazingira ya nje watu wananiona maskini, lakini mimi ufahamu wangu najua sio maskini. Hata mtu akiniambia wewe ni maskini, hapana, mimi sio maskini. Ni kwamba tu bado haujaviona, haujaona kile ambacho ninacho. Kwa sababu gani? Kumbuka Yesu alianza wakati ulipotimia. Kwa hiyo nini yangu itakuwa wakati ukitimia wa ule utajiri ambao ninao kudhihirika hapa duniani, basi ndio utakuja kujua kwamba mimi kumbe sio maskini. Lakini tumekuwa tunakili, tunaendelea kuishi kwenye yale maisha kwamba mimi ni maskini. Sisi familia yetu ni maskini. Sisi hatufanikiwaje. Sisi ni watu. Sasa kile kitu kinaendelea kujengeka kwenye fikra zako. Unaendelea kuishi kama mtumwa kwa sababu ya fikra. Tunaendelea kuishi kama watumwa kwa sababu ya fikra. Kwa hiyo vita kubwa ambayo tunakuwa nayo inakuwa ni kwenye fikra. Kwa sababu gani inatokea huko? Kwa sababu hii ndio sehemu ambayo inatutoa kutokea kwenye hii sehemu ya kumjua Yesu kama njia mpaka kule kumjua Yesu kama uzima. Kuna sehemu ambayo inabidi tupite hapa. Kwa hiyo Yesu akawa anawaambia kwamba mtaifahamu kweli, nayo kweli itawaweka huru. Itawaweka huru. Tukiwa tunasogea sasa, nataka tusome kwenye kitabu cha Warumi sura ya 8 ule mstari wa 16. Maneno ya Mungu yalikuwa anasema, Paulo alikuwa anatuambia, anasema Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu, na kama tu watoto wa Mungu basi tu warithi. Yaani anaanza kwanza kukuonyesha wewe ni nani, alafu anakuambia ni mrithi, una vitu gani. Sasa mrithi hauwezi tena ukawa na kwamba mimi ni mtu wa chini eti kwa sababu tu sijaviona. Hapana, natakiwa kwanza nianze kuviona, nianze kufahamu, kujua alichonacho Baba ndicho nilichonacho mimi. Baada ya hapo naanza kuvidhihirisha. Ndio maana sasa Yohana sura ya 1 ule mstari wa 4 ambapo alikuwa anamuelezea Yesu, anaanza kumfunua Yesu kama neno. Kuna kitu kimoja alikuja kutuambia huyu Yesu, alikuwa akasemaje? Na ndani yake huyo Yesu, anamuongelea Yesu. Hiyo Yohana sura ya 1 mstari wa 4 anasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo watu hawataona uzima. Kwanza inabidi kwanza waione nuru. Yaani Yesu maneno ya Mungu anasema ndani ya Yesu ulikuwa uzima, na sisi anasema tuko ndani ya Yesu. Anasema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo na sisi tuko ndani ya Kristo, lakini anasema ndani umo ya Kristo umo uzima. Kwa hiyo na sisi tupo ndani ya Kristo, tupo ndani ya uzima. Lakini anasema huu uzima hatuwezi tukauona kitu cha kabla ya kuona kitu kinaitwa nuru. Anasema kwamba nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Kwa hiyo hawa watu wataona kwanza nuru kabla ya kuona huo uzima. Wataona kwanza nuru kabla ya kuona huo uzima. Sasa kuna sehemu anakuja kuieleza hii nuru kwa kitabu cha Wakorinto wa pili sura ya 4 ule mstari wa 6. Wakorinto wa pili sura ya 4 ule mstari wa 6 anaeleza, anasema hivi: kwa kuwa Mungu aliyesema
nuru itang'aa toka gizani. Ukiangalia hapo, hiyo nuru imeandikwa kwa herufi kubwa. Hiyo nuru imeandikwa kwa herufi kubwa. Anasema kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa gizani. Kumbuka kule kwa Yohana tulikotokea, hauwezi ukauona huo uzima, hauwezi ukauishi huo uzima bila kuiona kwanza nuru. Yataka kwanza ukutane na nuru, alafu ndipo nyuma ya ile nuru utakuja kukutana, utakuja ku experience, ni kama kuishi ule uzima, kuishi ule uzima. Kwa hiyo anasema kwamba sasa, kwa kuwa Mungu aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu katika uso wa Yesu Kristo. Kwa hiyo hii nuru ni kwamba ni nuru ya elimu ya utukufu wa Mungu. Kwa hiyo kuna elimu ya utukufu wa Mungu ambayo inakuja kama nuru. Kwa hiyo kabla sijauona ule uhalisia wa yale maisha niliyopokea, kuna nuru ambayo inatakiwa ije kwangu. Ndio maana Yohana anawaambia, sasa mmeingia humu ndani, inatakiwa mjue kwamba mnao uzima wa milele. Tukishajua sasa huu uzima wa milele ni nini, ndipo Yohana anatuambia kwenye ile Yohana sura ya 17 ule mstari wa 3. Yohana 17 ule mstari wa 3, ukianzia mstari wa 2, anasema hivi: kama vile ulivyompa mamlaka juu ya wote wenye mwili, ili kwamba wote uliompa awape uzima wa milele. Kwa hiyo wote ambao amempa anawapa uzima wa milele. Anasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo sasa, kumbe hii nuru inayokuja inatupa kujua, na baada ya kujua tunaingia kwenye kiwango, tunatoka kwenye kiwango tu cha kujua, lakini cha kuishi ule uzima ambao tumejua uko ndani yetu. Tanielewa kwa nini natokea huko? Kwa hiyo ndio maana sasa Yesu akafikia kipindi kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 16, mstari wa 63. Yohana 6 mstari wa 63, akawa anasema kwamba maneno ninayoongea ni roho na tena uzima. Akawa anasema hivi, ile Yohana 6:63 anasema roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Anamwambia maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo kuna kiwango cha neno. Sasa hapa tusio tena, yani kwa sababu Yesu amesema maneno ninayoyaongea, yani kuna wakati sasa unasikia hapa kile kitu ambacho Mungu anasema nawe. Kuna neno ambalo Mungu analituma. Inawezekana kwa mafundisho, inawezekana kwa kusoma neno, inawezekana kwa ukiwa sehemu yoyote, lakini kuna maneno ambayo Mungu ukiwa unasikia, hausikii maneno kama maneno tena, ila kuna uzima ambao unakuwa umeambatanishwa nyuma ya yale maneno. Ndio maana sasa kwenye Mathayo sura ya 4 mstari wa 4, maneno ya Mungu yanasema mtu hatoishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Kwa hiyo sasa hivi sio kila neno ambalo liandikwa, kila neno litokalo kinywani mwa Mungu. Kwa sababu kumbuka, hata Mafarisayo walikuwa wanasoma, wameikariri Torati yote imejaa, lakini bado walishindwa kujua kwamba Kristo ni mkombozi. Walishindwa kujua saa ya kujiliwa kwao. Ndio maana kuna sehemu akasema, mnayachunguza sana maandiko mkijua ya kwamba mna uzima ndani yake. Lakini kuna neno ambalo sasa likija, maandiko, kupitia maandiko unaweza kusikia neno la Mungu, lakini sio kwamba ukiyakalili maandiko ndipo una neno la Mungu. Hapana, lakini kupitia yale maandiko, unaposoma kwenye maandiko, ndipo unapata neno la Mungu, ndipo Mungu anasema na wewe. Sasa maneno ya Mungu anasema kwamba Yesu anaambia maneno hayo niliyowaambia ni roho na tena ni uzima. Kwa hiyo kuna kiwango ambacho sasa tunatoka tu kutoka kwenye kujua. Natoka tu kwenye kujua kwamba nao uzima.
nao maisha ya kimungu ndani yangu mimi, lakini naingia kwenye kiwango sasa, kumbe ninatakiwa kuishi huu uhalisia. Kwa sababu ukisogea kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya pili, nadhani mstari wa kwanza pale anaanza kusema kwamba watoto wadogo nimewaandikia haya ili kwamba msitende dhambi, na hata kama mkitenda dhambi tunaye mwombezi. Anaongea na watoto wadogo, lakini anasema nimewaandikia ninyi vijana. Anabadilisha lugha, akifika kwa vijana anabadilisha lugha, anasema kwa sababu mna nguvu na neno la Mungu limejaa kwa wingi ndani yenu. Anakuja kuambia sasa kwenye ile waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 6, anawaambia sasa kilichozaliwa na Mungu hakitendi dhambi. Kwa hiyo ninaingia kwenye uhalisia sasa. Kuna wakati ambao sasa nikikutana na kitu ambacho hakiendani na uhalisia wangu, najua nina maisha ya kimungu ndani yangu. Ina maana nakuwa nafahamu kila kitu ambacho hakiendani na uhalisia wa Mungu, hicho kitu sio changu. Yaani nimefikia kwenye maisha sasa ambayo kila ninachokiongea, yaani Mungu angekutana na hii hali ninayokutana nayo, Mungu angeongea hivi ninavyoongea, Mungu angelalamika hivi ninavyolalamika, Mungu angekubali hivi ninavyokubali. Kwa hiyo kuna kiwango ambacho sasa naingia, natoka kwenye kujua, ninaingia sasa kwenye kuishi kile ninachokijua, kwa sababu nyuma ya kile ambacho anakiongea umo uzima, upo uhalisia wa yale maisha ya kimungu. Sasa anasema hivi maneno haya niliyoongea ni roho na tena ni uzima. Sasa kuna wakati sasa nafika ambao sasa tena sio tu ninajua, lakini sasa ninaishi ule uhalisia. Ndio maana Stefano alikuwa anapigwa mawe, alafu anasema kwamba nikainua macho yangu nikamwona mwana kondoo wa Mungu amesimama katika kiti cha enzi. Huku watu wanampiga mawe lakini haoni yale mawe. Yaani huku watu wanampiga mawe lakini Stefano hayaoni yale mawe, anachoona ni utukufu wa Mungu. Kwa hiyo haya mawe hayabadilishi kule anakoelekea. Yale mazingira yanayomzunguka hayabadilishi uhalisia wa kitu anachokiona, anachokiishi kwa wakati ule. Ndio maana kuna watu wanaweza wakawa wanalalamika hali ya maisha ni ngumu, hali ya maisha sijui nini, lakini kuna mtu ambaye yani kwa sababu haishi kutokea mazingira yanayomzunguka, lakini kuna kiwango ambacho ameingia sasa. Mazingira ya nje sio kwamba ndio yanayomwambia anaishije au yanayomwambia hali ya maisha ikoje. Hapana, kwa sababu kitu kikubwa kwanza Mungu anachoanza, anasema mtaifahamu kweli nayo kweli itawaweka huru. Sasa kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 17 mstari wa 28, Paulo ndo akawa anatuambia sasa, anatuambia hivi: kwa maana ndani yake yeye, yani Yesu, ndani yake yeye tunaishi, ndani yake yeye tunakwenda, na ndani yake yeye kuwa tuna uhai wetu. Kwa hiyo tukishaingia sasa, tupo ndani, ina maana humu ndani ndimo tunamoishi. Ina maana sisi uhalisia wetu unatakiwa uwe unatokea ndani kwenda nje, sio kutokea nje kuja ndani. Furaha yetu haitakiwi iwe inaanzia nje kuja ndani. Yaani sio kwamba mambo yananiendea vizuri huko nje, labda nimefaulu, labda sijui nimefanya nini, ndipo ambao furaha yangu inakuja, lakini inatakiwa ianzie ndani kwenda nje. Yaani haijalishi nimekutana na vitu gani, lakini kwa sababu ninajua ya kwamba mimi niko kwenye ufalme mwingine ambao vitu vinatokea kuanzia ndani kwenda nje. Kwa hiyo mazingira ya nje, watu wanaweza wakasema nimeshindwa, watu wanaweza wakasema siendelei,
lakini inawezekana tu hawajajua nini maana ya kuendelea. Kwa sababu si kuendelea, tunaanza kuendelea kwanza ndani ya ufalme, tunaanza kuendelea kwenye ufalme wetu, tunavyoendelea kujua uwezo wetu, tunavyoendelea kuishi ule uhalisia wetu kuanzia ndani kutokea nje, ndipo ambapo tunaanza kubadilishwa, ndipo ambapo sasa vitu vinaanza kudhihirishwa huku nje. Anaelewa kwa nini imetokea hivyo? Kwa nini imetokea huko? Kwa sababu ndio maana unaona Yesu wakati anaanza huduma yake aliwachukua wale wanafunzi akawa anawaita. Ukisoma kwenye ile kitabu cha Marko sura ya kwanza kuanzia mstari wa 14 pale, akawa anaita, anawaambia nifuateni, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Wakaacha wakamfuata, na wakawa wameamini kwamba huyu ndiye Mesia ambaye alitabiriwa na manabii zamani. Ina maana huyu ndiye ambaye atatuingiza sisi kwenye ufalme wa Mungu. Kwa hiyo alimwamini Yesu kama njia ambayo itawakia kwenye ufalme wa Mungu. Lakini sasa Yesu ikamchukua miaka 3.5 kutembea nao, kuwatengeneza, miaka 3.5 kuwafundisha, mpaka wakaanza kuitwa wanafunzi wa Yesu. Lakini haikutosha. Baada ya Yesu kufufuka, sasa hapa ndo tutaangalia kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza, ule mstari wa, nitasema tu ule mstari wa 3 hadi wa 4. Anasema hivi au nitaanzia ule mstari wa 2. Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliowachagua, wale aliowadhihirisha nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akawatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kumbuka, Yesu alikuwa amekaa nao muda mrefu, lakini bado, ndio maana kuna sehemu aliwaambia, nina mambo mengi ya kuwaambia, lakini hamwezi mkayabeba kwa sasa. Kwenye ile Yohana sura ya 16 mstari wa 12 pale, sasa nina mambo mengi ya kuwaeleza, lakini hamwezi mkastahimili. Hasa anakuja kwa hasa baada ya kufufuka, anasema kwamba akatumia siku 40 akiyanena mambo ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo kuna mambo alikuwa hayajui. Ndio maana akiwaambia mambo ya Roho Mtakatifu hawaelewi. Wanaona ni kitu ambacho mbona tuelewe, mpaka anakuwa anawaambia naondoka, bado anawaambia hii ndio saa unayoturudishia ufalme. Yaani bado hawajaelewa hata kwamba ufalme wa Mungu. Ndio maana kuna mambo akawaambia sasa Roho Mtakatifu atakapokuja atawafundisha katika kweli yote. Kwa nini imetokea huko? Kwa sababu ndio maana sasa unaweza ukaanza kuona. Kwa hiyo kama ilimbidi Yesu baada ya kufuka aanze kuwaeleza hao mambo ya ufalme wa Mungu, ina maana mambo ambayo hawakuweza kuyastahimili kipindi kile. Kwa hiyo kuna mambo ambayo hatuwezi kuyastahimili wakati kabla hatujaingia kwenye huu ufalme. Ni mpaka tuingie ndani ya huu ufalme, na uzuri wa kuingia ndani ya huu ufalme, tunaambiwa kuna uwezo ambao tunapewa ambao ni Roho Mtakatifu. Hasa huu uwezo ambao unatusaidia si kuyaelewa haya mambo ya ufalme. Kama nilivyokuambia, sasa hivi ufalme utakwambia kwamba mwili unakwambia kwamba mimi ninaumwa, lakini ufalme unakwambia ndani yake umo uzima, uko ndani ya uzima. Kwa hiyo ndani yangu ninaanza kukataza ule mwili. Yaani kuna kipindi sasa inabidi nianze kuambia mwili hautakiwi uumwe. Kuna wakati ambao ninamjua, yani kuna wakati ambao ninajua kwamba kwa kupigwa kwake nimepona. Hicho ni kiwango ambacho nimesogea, kwa sababu mwanzo tulikuwa tunajua tukimpokea Yesu atatuponya, lakini sasa hivi tumeingia ndani yake. Tukiumwa sio tena atatuponya, lakini ametuponya kwa kupigwa kwake. Kwa hiyo sasa hivi tunaanza kuudai uponyaji. Yaani tunaanza kuamrisha mwili, tunadai uponyaji. Sio tena tunaomba, tunalia, tunalalamika, Mungu nikumbuke. Kwa sababu yaani ugonjwa sasa tunauamrisha, sio sehemu yako, kwa sababu Yesu alishakimaliza hiki kitu.
Lakini sasa tukiingia kwenye, kuna viwango ambavyo tukiingia tunatakiwa sasa tunaanza kuambia mwili, wewe hauwezi ukaumwa. Ndio maana ukiangalia kwenye kwa Paulo, ile safari ya mwisho kule kwenye ile sura ya 28 ya Matendo ya Mitume, alivyokuwa kwenye kile kisiwa, akawa anakusanya kuni Paulo, na wanasema kama nyoka akaingia kwenye mkono wake. Yule nyoka akaenda kwenye mkono wake. Wale watu wakasema, kwa sababu kumbuka walikuwa wamepona kutoka kwenye kuzama mle baharini, wakawa wamepona, ndio wameibukia kwenye kile kisiwa. Kwa hiyo watu walivyoona tena nyoka mkali amempanda Paulo, wakasema huyu mtu hana bahati, kumbe ni miungu tu ilikuwa imekusudia huyu mtu afe tangia. Lakini wakashangaa, sawa, wanasubiri Paulo afe, wanashangaa afe. Paulo tu akamkunguta yule nyoka, akamdondosha chini, kwa sababu sasa hivi ameshazuia, hata sumu haiwezi kufanya kazi. Ndio maana sasa Yesu akamwambia, mtakula vitu vya kufisha nanyi hamtokufa, havitowadhuru. Kwa sababu amekuja sasa kwenye uhalisia ya kwa ameweza hata kuuzuia mwili usiweze kuumwa. Ndio maana sasa kuna watumishi ambao unakuta akiwa anawaambia watu kuumwa sio sehemu yako, mtu anasema ulimwengu unakwambia magonjwa tu ni kawaida, mpango wa Mungu tu, ni kawaida tu, Mungu anayaleta. Kwa hiyo sasa hivi wameanza kumfananisha Mungu na mleta magonjwa. Hasa yeye anajipinga alete magonjwa afu aponye, na kati tunaambiwa kwamba chemichemi haiwezi katoa maji machungu na matamu kwa wakati huo huo, haiwezi katoa maji machungu na matamu. Kwa hiyo kuna wakati sasa ambao tunatoka kwenye kule kuelewa ulimwengu unavyotuambia kwamba hapa duniani hakuna mwenye haki, hapa duniani hamna mtakatifu. Lakini sasa ufalme, tukija ufalme unatuambia ninyi ni mzao mteule, taifa takatifu la Mungu. Alafu na wewe unakubaliana na ulimwengu kwamba unasema hapa duniani hakuna mtakatifu na mimi sio mtakatifu, wakati ufalme wa Mungu unakwambia wewe, unakwambia kwamba ninyi ni taifa takatifu. Na Mungu anasema anapendezwa na watakatifu walioko duniani, na wewe unakuja unajikataa, unamkataa, unakubali ulimwengu ndio uendeshe uhalisia wako. Kwa nini nasemea hivyo? Kwa sababu Mungu anahitaji kuinua watu ambao sasa watakuwa wanamjua Mungu, na sio tu kumjua, lakini pia waanze kuishi ule uhalisia. Na ule uhalisia tunaanza kuishi sio tu kuanzia nje kwenda ndani, tunaanza kuishi kuanzia ndani kwenda nje. Na tukisemea kuanzia ndani kwenda nje, kwenye upande wa roho zetu Mungu tayari alishamalizana nazo. Roho zetu haziwezi zikaumwa, roho zetu haziwezi zikaharibiwa tena, roho zetu zimeshazuiwa na uharibifu. Lakini sasa hivi Mungu anabidi kutokea ndani na fahamu zetu, fikra zetu, nafsi zetu zikabadilishwe. Ndio maana Warumi sura ya 12 ule mstari wa kwanza anasema kwamba mfanywe upya nia zenu, mfanywe upya nia zenu. Kwa sababu uhalisia huu hatuwezi kuanza kuishi kama bado uhalisia wetu wa ndani, kama bado nia zetu hazijakubaliana na ule uhalisia ambao Mungu ameweka ndani yetu. Sasa uhalisia ambao Mungu anaweka ndani yetu tunaujua kupitia kumjua Yesu kama kweli. Lakini baada ya kujua ule uhalisia wetu, tunaanza kuhamisha sasa ule uhalisia wa uzima ambao tumeupokea ndani yetu kupitia ile kweli ambayo tunaijua, unakuja sasa kudhihirika huku nje. Ndio maana wakikwambia maskini, wewe utasema hapana, mimi sio maskini, kwa sababu mimi ni mrithi pamoja na Kristo. Maneno ya Mungu yanasema fedha na dhahabu ni mali ya Bwana. Na wewe utasema, kuna watu wanasema Mungu si alipanga tu tuishi maskini. Hapana, sio kweli. Mungu alipanga si tu haya magonjwa Mungu tu ametuletea. Hapana, sio kweli. Ni kwanza tumeanza kuyakubali kwenye fikra zetu. Ni kama wana wa Israeli, Mungu aliwaokoa akawatoa Misri, wamefika jangwani, lakini bado wanaanza kuona Misri ni bora kuliko huku jangwani. Wanasema bora turudi utumwani, kule tulikuwa tunakula nyama, bora turudi Misri. Wanaanza kuikumbuka Misri. Kitu gani? Fikra zao. Yaani waliokolewa, lakini bado fikra zao zikawa zinahitaji kubadilishwa. Kwa nini nasema hivyo? Ninasema hivi, sawa, naona sasa hivi ni saa 5 na dakika 1. Nitaomba tu
kuna kitu namalizia kama dakika ngapi, lakini tuwe tumetimiza lisali moja. Kwa hiyo nitaomba, kwa sababu nilianza na dakika 10, nitaomba nimalize na dakika 10. Nitaomba nimalize na dakika 10 ile liwe hilo lisali moja la kujifunza, kwa sababu kuna kitu ambacho natakiwa nimalizie ambacho ndo msingi wa kile ambacho tunaendelea nacho hapo kesho. Sasa unakuja kuona kwamba unakuja kuona, kwa hiyo vita kubwa au kitu ambacho adui amekitumia muda mrefu kwa ajili ya kutusumbua au kwa ajili ya kusababisha tukaendelea kubaki kule, ni kukubali tuendelee kuishi kwenye ujinga. Yaani ujinga ni kutokujua. Hasa hii inatokea kwa sababu gani? Kwa sababu wale ambao wameingia ndani ya huu ufalme wameridhika na kuendelea kuishi kama watoto. Kwa hiyo hata watu watakao watawaleta, na wakishawaleta wataridhika wale watu waendelee kubaki kama wao. Ndio maana leo hii utakuta nikisimama nitasema kwamba hivi vitu labda magonjwa ni kawaida tu, hiyo ni kawaida tu. Kwa hiyo tayari sasa hivi hatushtuki. Yaani sasa hivi mtu akiumwa ashtuki, hivi kwa nini nimeumwa? Yaani ashtuki. Lakini yanatakiwa yawe ni maumivu makali. Mtu anaweza akafurahia amepona na kaenda kutoa ushuhuda, namshukuru Mungu nilikuwa naumwa, sasa hivi nimepona. Ni kweli, ni vizuri. Lakini yani anafurahi zaidi alivyopona kuliko kuumia kwa nini aliumwa. Kwa sababu maneno ya Mungu alituambia kwa kupigwa kwake tumepona. Kwa hiyo ninafurahia kwa sababu tumepona. Lakini anasema kuna sehemu ambayo sasa ukiingia, yani kuna viwango ambavyo ukiingia hata ugonjwa utakiwa uingie humo ndani. Ugonjwa utakiwa uingie. Yani kuna wakati hapa naingia sana nasema kwenye maisha yangu wewe mwili hautakiwi kuumwa. Ajali tumekuwa yani tukiwa tunasafiri tunaomba Mungu tuepushe na ajali. Kuna kiwango sasa ambacho tunasema yani kwa sababu nipo humu kwenye gari tayari uzima umeingia humu kwenye gari. Yani mtu anaingia kwenye gari anasema natandika damu ya Yesu kwenye hili gari, natandika damu ya Yesu kwenye hili gari. Damu ya Yesu ilikuja kutuletea ondoleo la dhambi. Unalitandikia gari la watu walijatenda hata dhambi yoyote. Gari la watu halina hata hiyo asili ya dhambi. Lakini damu ilimwagika ili kutuletea ondoleo la dhambi, ili kutupa ule uwezo wa kuweza kuyahamisha yale maisha ya kiungu kuyadhihirisha hapa ulimwenguni. Kwa hiyo kuna wakati ambao natakiwa nikiingia tu kwenye gari, yani ufahamu wangu nimeingia kwenye gari, basi hata kama siku hiyo kuna ajali ilikuwa imepangwa kwenye hili gari, leo hakuna ajali. Kwa sababu gani? Uzima wa Mungu umefika ndani ya hili gari. Unajua ukifuatilia Samueli, kipindi ambacho Samueli ameshampaka mafuta ya Daudi awe mfalme, Sauli akaanza kumkimbiza. Daudi akakimbilia kwenye mji aliyokuwepo Samueli. Sauli akasikia kwamba Daudi amekimbilia kwenye mji ambao Samueli yupo. Lakini sasa Sauli alikuwa ana wale pepo wabaya ambao ilimlazimu sasa akaenda kumfuatilia hadi kwenye mji ambao alikuwepo Samueli. Lakini cha kushangaza, alivyoingia kwenye ule mji, alivyofika tu kwenye ule mji anasema wale pepo wabaya wakamtoka Sauli na Sauli akaanza kutabiri. Kwa hiyo kuna wakati ambao yani Samueli alikuwa ameweka mpaka, yani uwepo wa Samueli kwenye ule mji ulikuwa umeweka mpaka kwamba pepo wabaya hawatakiwi kuingia kwenye huu mji. Kwa hiyo kwa sababu naona nasema mimi, kwa sababu Mungu amesema sisi ni roho, tumezaliwa kwa roho.
kilichozaliwa na roho ni roho. Kwa hiyo sasa hivi ina maana mimi kwa sababu nimeingia kwenye huu mwili, kwa sababu nimeingia kwenye ukoo wetu, kwa sababu nimeingia kwenye familia yetu, kuna vitu naanza kuvizuia. Yaani nikianza kuwa na uelewa huo, naanza kuzuia vifo vya kabla ya wakati, ninavizuia. Familia yangu kufa kabla hawajaokoka, ninazuia. Sijui ninazuia. Kwa sababu gani? Tayari siishi kutokea nje, ninaishi kutokea ndani. Sasa ukisogea hapo, tukishafika kwenye hicho kiwango, tukishafika kwenye ule uhalisia kwamba tunaishi ule uhalisia wa yale maisha ambayo Mungu ametupatia kutokea ndani, ina maana sasa hata wale watu tutakao kuwa tunawaleta ndani ya Kristo, kumbuka tokea jana tuko kwa sababu Mungu ametupa kazi ya kufanya. Kwa hiyo sasa hata wale watu tutakao tunawaleta kwenye huu ufalme, tutakuwa hatuishi tu kuwaleta afu tunawaacha, tunawaleta mpaka kiwango ambacho sisi tumefika. Na kama hatujafikia kimo cha utimilifu wa Kristo, akitukuta pale, tunaungana, tunaelekea kwenye ile safari ya kufikia cheo cha utimilifu wa Kristo. Sasa kama tukishafahamu hivyo, kumbe kwamba kuna uhitaji wa sisi zaidi, kukua zaidi kabla hata, yani jitihada kubwa zaidi zinatakiwa kwenye sisi, matamanio yetu yanatakiwa zaidi kwenye sisi kukua kwenda juu kabla hata tujawaleta hawa watu. Tukishaanza kuwaleta hawa watu, kuna sehemu ambayo tunawafikisha, hatuwatelekezi. Kwa hiyo nikiwa sana namalizia, ndipo hapo unaona sasa tukishafika kwenye hicho kiwango, tunajua sasa tunao wajibu wa kuwaleta hawa watu kwenye hiki kiwango ambacho tupo, kwa sababu kinakuwa kinamfanania Kristo. Ndio maana sasa Yesu akawaambia, nendeni ulimwenguni kote, kwenye ile Mathayo 28:19 ambayo tulisoma jana. Nendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Akasema mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Pale lile neno jina walilolitumia pale hamaanishi jina la kutamka, yaani kwamba sana kubatiza kwa jina la Baba, anamaanisha ni sifa. Ile neno jina litolewa kwenye neno la Kigiriki, neno la Kiyunani ambalo lilikuwa linamaanisha anoma. Anoma ni sifa au tabia. Kwa hiyo mkiwabadilisha, mkiwafanya kuwa wanafunzi wangu, wafanane na tabia za Baba, tabia za Mwana na tabia za Roho. Na hii tabia au hizi sifa zinaanza kubadilishwa, zinahamishwa kutokea huku kwenye ulimwengu ambao tunauishi kuja kwenye ulimwengu ambao ni wa nje, kupitia kitu kinaitwa ufahamu au nia. Tukishajua hivyo, ndio tutakuja kujua sasa, kumbe hii kazi sio tu kutoka nje kwenda kuwaleta watu, lakini tunatoka nje tunawaleta watu na tunawainua mpaka sisi tulipo. Ndio maana sasa Yesu akasema kwamba nitamalizia na hiki kitabu cha Luka sura ya 10 mstari wa 2. Akasema hivi kwamba mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Ombeni Bwana wa mavuno alete watendakazi. Huu mstari ndio tutakuwa tunamalizia, kwa sababu nitamalizia na mfano. Huu mstari ndio tutakaokuwa tunamalizia, nitamalizia na mfano. Anasema mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Sasa hawa watendakazi, ukiangalia neno alilolisemea pale kwenye Kiingereza, hata wale ambao hawaelewi Kiingereza nitalitafsiri tu neno alilolisemea. Amesema laborers. Tuombe kwa ajili ya hao watu wanaoitwa laborers. Sasa laborers, neno rahisi ambalo nitatumia ili ulielewe ni labor. Labor, tunajua wamama wakiwa wanaenda kujifungua wanaingia labor. Wanasemaga ameingia labor, yaani kwamba ameenda, uchungu umempata,
anaenda kujifungua mtoto. Kwa hiyo Yesu anasema tuombe watu kama hao. Kwa sababu gani? Yule mama anaenda kujifungua, anaenda kuzaa mtoto kwa sababu kuna uchungu ambao yuko nao. Kuna uchungu ambao uko ndani yake ambao unamsababisha akasukuma kukizaa kile kitu. Kuna uchungu ambao utakuwa ndani yako ambao utakusababisha usukume, yani upeleke lile neno la Mungu, uzae yule mtoto. Na ukishamzaa yule mtoto, tunaangalia wale wamama wakishazaa mtoto, yule mtoto wanamnyonyesha, wanahakikisha amenyonya muda mrefu, amepata afya njema. Kwa hiyo mama ndiye ambaye anakuwa anashughulika na makuzi ya mtoto. Akiambiwa kliniki ataenda kila mwezi, ataenda kliniki kila mwezi. Mtoto akipata shida yote, mama atampeleka hospitali. Yaani mama atakuwa anahakikisha huyu mtoto anakuwa. Ataamka, wanaambiwa wamnyonyeshe mtoto. Kila mtoto akiamka, kila mama kipindi hicho halali. Yaani anaweza kalala saa moja, mtoto kaamka analia, ameamka kunyonyesha. Masaa mawili ameamka kunyonyesha, mama hachoki. Sasa Yesu anawaambia wanafunzi wake, ombeni Bwana alete watu kama hao ambao watakuwa wana uchungu wa kwenda kuzaa. Wakishazaa, kitakachosababisha waendelee kuwa ni upendo ule, kwa sababu mama ni upendo alionao kwa mtoto. Hafanyi tu kama wajibu, anafanya kwa sababu ni upendo anao kwa yule mtoto. Anatamani yule mtoto aje akue, tena akiwa na afya bora. Anatamani yule mtoto akue akiwa na afya bora, tena anatamani hata awe zaidi yake. Kwa hiyo hasa Yesu anasema tuombe watu kama hao. Alikuwa anawaambia wanafunzi wake waombe Bwana alete watu kama hao. Sasa na watu kama hao walivyoomba, watu kama hao wamekuja. Yatakiwa ndo mimi na wewe. Lakini sasa tumejua hiyo nafasi yetu, kwa sababu tumeshaingizwa kwenye huu ufalme, na huu ufalme tayari unahitaji watendakazi. Hauhitaji waamini, unahitaji watendakazi. Hasa watendakazi ndo hao nimekutolea huo mfano, aina ya watendakazi ambao Yesu aliwamaanisha. Nimekutolea huo mfano. Ina maana lazima kwanza wawe na uwezo wa kuzaa, wawe na uwezo wa kubeba mimba, wawe na uwezo wa kuibeba mimba ndani ya miezi 9. Ina maana una uwezo wa kulibeba lile neno mpaka linakuja kuwa uhalisia. Mama amekuwa toka anaambiwa una mimba ya mwezi mmoja, amekuwa na namna ya kulibeba, na linaendelea kukua. Halibaki tu, linaendelea kukua. Kwa hiyo hata lile neno tunalibeba linaendelea kukua. Hata vyakula anabadilisha mtindo wake wa kula, anabadilisha mtindo wake wa maisha, kwa sababu tu ya lile neno linaloendelea kuingia, ili kile ambacho kipo ndani yake kikue, alafu aje akizae. Na akishakizaa ahakikishe anakinyonyesha, kinakuwa mpaka kinafikia ule utimilifu wa kimo cha Kristo, mpaka kinakuwa tena kinawezekana. Anatamani hata yule mtoto awe zaidi yake, hatamani hata yale aliyoyapitia mtoto wake apitie, hatamani awe bora zaidi, awe na afya njema Kwa hiyo sasa ndo Yesu anasema tuombe Baba alete watu kama hao. Hasa na kumbuka yale maombi yalifanyika, wale wanafunzi waliomba, na waliokuja kuzaliwa tumezaliwa sisi. Lakini kwa sababu hatukujua, ndio maana tukaendelea kuishi kama tulivyoendelea kuishi. Ndio maana tukaendelea kufanya huduma kama tulivyokuwa tunaendelea kufanya huduma. Ndio maana tukaendelea kujiona kama tunavyoendelea kujiona. Lakini sasa Mungu ametuma neno lake kupitia hiki wakati mfupi, ametupa kianzio, au anaendelea pale ambapo alikuwa ameshaanza na sisi toka tumeokoka. Kwa hiyo anaendelea, lakini hii ni sehemu nyingine ambayo Mungu anakuja kututoa, anatuletea ufahamu mwingine, kwa sababu ili tuishi ule uhalisia wetu lazima tuanze kubadilishwa kwenye ufahamu wetu, ili tuweze kuhamisha vile ambavyo viko ndani ya roho zetu vije kwenye ulimwengu wa mwili. Amen. Basi nitaomba kwa sababu muda naona umeshakwisha kabisa, na nimezidisha hata
zile ambazo dakika 10 niliomba, basi nitaomba niishie hapa kwa leo. Kwa hiyo nitaomba hapo ulipo, tumuombe Mungu tu kwa muda mfupi. Haya maneno ambayo tumeyasikia yakawe ni asema neno nalo likafanyika mwili, nasi tukauona utukufu kama utukufu wa mwana pekee utokaye kwa Baba. Kwa hiyo haya maneno yakafanyike mwili, yani yakafanyike uhalisia kwenye maisha yetu. Amen. Basi nitaomba kama uko mazingira mazuri yanayokuruhusu ufungue maiki yako, nitaomba ufungue maiki yako, usiendelee kumute. Ina maana kubwa sana kama tukiomba wote kwa pamoja, tukiwa tuna sauti zetu moja zinasikilizana. Basi nitaomba ufungue na tutaenda kumuomba Mungu kwa kama dakika 2 tu, kwa sababu tulishaomba hata kabla ya hapo. Kama dakika 2 tu kile ambacho amekituma. Lakini tukimaliza hapa, ukipata muda wa kuomba zaidi, umuombe Mungu. Uwe sehemu ya watendakazi ambao Baba anawatazamia kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Basi Devi, nadhani nasikika huko, si ndio? Unasikika vizuri sana, man of God. Amen. Basi tunaweza tukaomba kufikia na dakika 19, kufikia dakika 19 hivi tutakuwa tumemaliza, alafu tutamkaribisha ngozi hapa endelea. Amen. Basi tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya neema yako. Asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya hii nafasi. Tazama, asante Yesu kwa ajili Bwana, kila neno lenye pumzi yako Mungu lafaa kumfundisha. Umetupenda, ndio maana umetuletea neno lako. Tazama ulivyotupenda Bwana, kama ukalituma neno. Na sisi Baba, umetupenda, umelituma neno lako. Tunatamani sasa kuona Baba, tunasogezwa kutoka kwenye ile sehemu tuliyokuwepo, kutoka kwenye vile viwango ambavyo tulikuwepo, kupitia hili neno ambalo Baba umeliachilia, likabadilishe fikra zetu, likabadilishe fahamu zetu, likabadilishe uelewa wetu, katika jina la Yesu. Kadusa malikande vela babozi, tuna amuru kila aina ya vizuizi vinavyoinuka dhidi ya elimu yako, vinavyoinuka dhidi ya neno lako, katika jina la Yesu. Ninaweka mpaka wa kila aina ya fikra za udini, kila aina ya fikra za mapokeo, kila aina ya fikra za udanganyifu, katika jina la Yesu. Ninatamka uzima, ninatamka kufanywa upya, ninatamka ule uhalisia ambao tumeupokea ukadhihirishwe kwenye ulimwengu. Ninatamka kuinuka kwa watendakazi ndani ya ufalme wako. Ninatamka kukua kwa watoto ambao wapo ndani ya ufalme wa Mungu, hata kufikia kiwango cha kuwa wana na watendakazi, katika jina la Yesu. Watu ambao wataubeba uchungu, watu ambao watazaa, watu ambao wataudhihirisha. Asante kwa ajili ya hii neema, asante kwa ajili ya hiki kibali. Tunakushukuru, tunakutukuza na tunakuadhimisha. Sifa, heshima na utukufu tunakurudishia wewe Baba, ni katika jina la Yesu tukiomba na tukiamini. Amen.